Nyumbani. Makocha ambao walitumika msimu uliopita, idadi kubwa ya makocha ambao ilipita kwa msimu uliopita, madhara yake ndio yanaonekana sasa msimu huu, kwa wachezaji pengine kushindwa kupokea vyema ujumbe wa mwalimu, kwa sababu wanajaribu kudigest jumbe tofauti ambazo walikuwa wakizipokea pia msimu uliopita, kujaribu kuchanganya na msimu huu. Inawezekana ikawa hiyo ni shida pia, Kevin Lemon. Ya, bila shaka, kwa sababu mchezaji wa mpira wa miguu anapoelekezwa jambo na coach linaishi, linatakiwa liishi, kwa sababu kikawaida yeye si binadamu, tatizo la kusahau lazima liwepo. Sasa just imagine hizo informations ambazo amezikamata za makocha watatu, na ni informations za kutosha kwa ajili ya ku-extract baadhi ya matokeo kwenye mechi tofauti. Na pengine alikuwa ashaanza kuamini kwamba baadhi ya informations ambazo amepewa na kocha fulani zinamsaidia kuwa bora. Hizo information tena hana, anapokea informations nyingine za kocha mwingine tena, ambaye naye inawezekana hizo taarifa zake za kiufundi kutoka kwa kocha kwenda kwa mchezaji ni nzuri, pia zitamboresha. Sasa hiyo fujo yote hapo katikati hapo kwa mchezaji, kwake yeye haina manufaa kwa kiasi kikubwa, kwa sababu haitamsogeza, tazidi kumdumaza kisoka. Na ndio maana kuna wakati mwingine tunaona baadhi ya wachezaji ni kama wana drop baada ya kupanda, kwa sababu anakuwa na vitu vingi kwenye kichwa chake, akijaribu kuvichanganua vyote kwa wakati mmoja na vitumiaje, inabidi abaki na mtu mmoja. Lakini akikumbuka informations ambazo alizipokea kwa Saad Ramovic, kwa Miguel Gamondi, ama kwa Miludi Hamdi, kuna vitu bora ambavyo alivipata kutoka kwa makocha wale, lakini tena hawezi kuvitumia kwa sababu inabidi focus na kitu kimoja kutoka kwa kocha huyo aliyopo sasa hivi ambaye ni Romain Folz. Sasa hiyo inawapa wachezaji wakati mgumu kwa kiasi kikubwa, na ukiacha pia mambo ya mpira wa miguu, kuna mambo mengine pia nje ya uwanja wa mpira wa miguu. Kuna distraction nyingi katika maisha ya mchezaji wa mpira wa miguu, nazo pia inabidi kocha hazijue, lakini pia akishazijua anamsaidia vipi yule mchezaji asahau vile vitu, astrict na kitu kimoja ambacho anafundisha kwenye uwanja wa mazoezi. Nayo pia ni process. Sasa swala la process na matamanio ama matarajio ya mashabiki ni vitu ambavyo ni kama haviendani hata siku moja. Ndio inasababisha sasa hii collision ambayo imetokea sasa hivi kati ya mashabiki, uongozi wa Yanga na kocha Romain Folz.